Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu na mpenzi wangu katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako na rehema zake na baraka zake. Bado tupo katika mwendelezo wa darasa zetu mbalimbali, tunazofahamishana, tunazojulishana, tunazoelimishana juu ya namna gani ya kupata utatuzi wa matatizo mbalimbali yanayotusibu katika maisha yetu. Kama unavyofahamu ndugu yangu, zama tulizokuwa nazo, hasadi imekuwa ni kubwa sana, vijicho vimekuwa ni vyenye kuenea, uchawi ndio usiseme, kutupiana vitu vibaya, mtu kufungwa mwili wake, mtu kuharibikiwa na mambo yake, mtu kufanyiwa fitna, mtu kufanyiwa uadui na mabalaa mengine mbalimbali. Haya ni katika mambo yaliyoshamiri kwa kiasi kikubwa. Kibaya zaidi, mambo haya naweza kukuathiri hata mtu wako wa karibu, jamaa yako, rafiki yako, wakati mwingine hata ndugu yako. Mara ngapi unaona ndugu wa kuzaliwa baba mmoja mama mmoja anamdhuru mwenzake. Lakini dunia imefika pabaya zaidi, mpaka inafika hatua unasikia mama mzazi yuko tayari kumroga mtoto wake aliyembebea mimba kwa miezi 9, akamzaa kwa tabu, akamlea kwa tabu. Lakini wakati mwingine kwa ubaya wa nafsi wa watu wa zama hizi, inafika hatua unaona mama anamroga mtoto wake ili amvurugie maisha yake, ili amvurugie mipango yake, ili amharibie kila kitu chake. Ndio zama tulizokuwa nazo. Sasa leo ninakusudia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nikawasaidie watu wenye changamoto mfano wa hizi nitakazozisema hapa. Ninakusudia wale watu ambao wamefungwa miili yao, kwa maana huenda mtu amefungwa kichawi mwili wake. Baada ya kufungwa, na dalili wengi tunazijua, ni mtu kutofikia malengo, anaahidiwa ahadi hazitimii, kuolewa ndio haolewi, ahadi za ndoa zinakuja, zile ahadi zinakuwa ni zenye kupotea, mipango yake kuvurugika, kila analolishika, kila analolikamata haliendi. Kiamua ataanzisha biashara, basi itakufa. Leo mpe hata milioni 20, lakini mkono ule umekosa baraka kabisa, mwili unagiza, haoni pa kutokea. Wakati mwingine anapata mipango, anapata deals mbalimbali ambazo anajua hizi nikizifanya naweza nikafika hatua fulani hivi, lakini wallahi alazim zinaishia kuyeyuka katika sekunde ya mwisho na nukta ya mwisho kabisa ya kutimia kwa masala yale. Sasa inawezekana umefungwa kichawi, inawezekana una hasadi katika mwili wako, inawezekana una kijicho katika mwili wako, inawezekana ndo nuksi zimekuandama, mikosi imekuandama. Naomba leo unisikilize kwa makini. Kuna baadhi ya vitu hapa nitakutajia vyepesi sana kuvipata, lakini vina maajabu makubwa kabisa katika kutibu haya maradhi mazito na maradhi makubwa. Kabla hujakimbilia kwanza kwa mganga wa kienyeji, au kabla hujakimbilia katika kituo chochote kile cha matibabu, hebu kwanza hii jaribu kuitenda kwa mkono wako. Huenda Mungu akatia baraka katika hichi utakachokiandaa, alafu Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kusaidia, ukawa ni mwenye kupona haya matatizo na hiyo mitihani unayoipitia. Katika vitu hivi ninavyokusudia, cha kwanza kabisa ni kitunguu maji. Kitunguu maji ni miongoni mwa vitu ambavyo Mungu ameweka siri kubwa sana ndani yake. Kitunguu maji kina siri kubwa sana katika matibabu, kuanzia matibabu ya ndani ya mwili na matibabu ya nje ya mwili. Lakini kitu cha pili ni kitunguu saumu. Allah amejalia ndani ya kitunguu saumu, ameweka siri kubwa ya ponyo la mwanadamu katika kitunguu saumu. Lakini pia ukiachana na kitunguu saumu, kuna kitu kingine ambacho ni muhimu kabisa. Hii hapa nakusudia ni nini? Nakusudia mvuje kidonge. Nakusudia mvuje kidonge, ama mvuje ule wa kidonge. Kuna kitu kinaitwa mvuje kidonge, nafikiri kinafahamika, nafikiri kinajulikana na wengi wanakifahamu. Sasa tafuta mvuje kidonge. Lakini kitu kingine cha mwisho kabisa unachotakiwa tafuta karafuu white. Tunaita kafur white, lakini wengi tumezoea kutumia karafuu white. Sasa hivi vitu nilivyokutajia hapa, ndugu yangu, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, ni katika mambo ambayo Mungu ndani yake ameweka siri kubwa na maajabu makubwa juu ya ponyo na shifaa kwa mwanadamu. Ikiwa hivi nilivyovizungumza hapa utavikusanya vyote, ukafatisha
utaratibu huu nitakao kueleza hapa, sina shaka ndugu yangu utapona maradhi ya hasadi, utapona maradhi ya kijicho, utapona maradhi ya kufungwa mwili wako. Mambo yako utashangaa yatafunguka kwa uwezo wa Mungu. Mwili wako utapata baraka, mkono wako kadhalika utapata baraka. Hata kama pesa ilikuwa haikai, kwa idhini ya Allah utaanza kuona pesa yako ikianza kukaa katika mkono wako. Biashara zako zimekufa, kwa idhini ya Mungu Allah atakujalia biashara zitakuwa ni zenye kuamka tena. Labda mambo yako yamevurugika, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa tiba hii ninayokupa unaweza kuona maajabu kabisa. Bado naendelea kukuomba, kabla hujakimbilia kwenda kutaka msaada kwa mtu, ebu katumie hii njia ninayokupa wewe mwenyewe kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Andaa kwa mikono yako, unaweza ukaja ukaona maajabu makubwa kabla hujakimbilia sehemu nyingine. Si vibaya kumuendea shekhe, si vibaya kumuendea mtabibu wa kisheria akusaidie kwa matatizo yako, akusaidie kwa mitihani yako, si vibaya, kwa sababu hizi ni ilmu na Mungu amechagua nani ampe na nani asimpe. Lakini kuna baadhi ya vitu ni vidogo tunavyo katika jamii ambavyo hata wewe unaweza ukaviandaa na ukajitibu inshallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa chukua vitunguu maji vikubwa vitatu. Chukua vitunguu maji vikubwa vitatu. Alafu chukua punje tatu za kitunguu thaumu. Vitunguu maji unachukua vitatu vikubwa vilivyokamilika, vilivyokomaa sawa sawa. Unachukua na kitunguu thaumu ambacho kimekomaa, unachukua punje tatu. Baada ya hapo utachukua kafur white tembe mbili za kafur white. Alafu pia utachukua tembe tatu za mvuje kidonge. Utachukua mvuje kidonge tembe tatu. Sasa hivi vitu jitahidi kile kitunguu maji utakiponda. Yaani hakikisha kile kitunguu maji unakiponda mpaka kinalainika. Na kile kitunguu thaumu unaviponda pamoja na ile kitunguu maji. Alafu unachukua ile karafuu maiti, tumezoea kusema hivyo, unaivungulia katika ule mchanganyo wako ulioweka. Unachukua ule mvuje kidonge, zile tembe tatu ni magumu kidogo, lakini unaweza ukachukua chuma ukachukua chochote ukaponda ule mvuje kidonge mpaka ikawa ya unga kabisa, ukatia tena mule ndani yake. Kwa hivi vitu vinakuwa vimechanganyika, unavikoroga vizuri, unavikoroga vinakuwa vimechanganyika. Sasa hiyo ndugu yangu, hiyo ni moja katika dawa kubwa sijapata kuona. Hapa ninazungumzia matatizo ya mtu aliyefungwa mwili wake. Una husda katika mwili wako, una kijicho katika mwili wako, mambo yamekuharibikia, maisha yamekuendea hovyo kwa sababu za kufungwa kimwili au sababu za nuksi, mikosi na mabalaa mbalimbali. Hii ni moja katika dawa kubwa, utakuja kunikumbuka siku moja ndugu yangu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siyaleti haya kwako ila natafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na natafuta malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kajisaidie ndugu yangu, hili litakusaidia na utakaa unakumbuka mfumo huu wa tiba. Adalu ala alkhairi kafailihi, mwenye kujulisha khairi ni kama mwenye kutenda. Ukitenda hii kakusaidia, tafadhali mshike mkono na mwenzako kamsaidie pia. Sasa baada ule mchanganyo wako kuumaliza, umeuchanganya, utachukua sasa maji takriban robo ndoo. Robo ndoo utaitia maji. Baada ya kuitia maji yale maji robo ndoo, utachukua sasa ule mchanganyiko wako wote utautia katika yale maji. Inapendeza zaidi mchanganyiko huu ukaanza kuchanganya aidha wakati wa asubuhi mapema ama wakati wa jioni, usiku, yani nakusudia labda saa 1, saa 2, saa 3 ukafanya hivyo, kwa sababu hii dawa inakolea vizuri baada ya masaa 12. Yani baada ya masaa 12 ndio inakolea vizuri. Sasa inakoleaje? Na maana ukishachukua na ile maji robo ndoo ukatia zile dawa katika ile maji yale robo ndoo, ukavuruga vizuri, ukakorogeka vizuri, chukua mfuniko wako, funika katika ile ndoo, ihifadhi pembeni. Sasa utahakikisha hii dawa inakaa masaa 12. Inakuwa ni bora zaidi katika yale maji. Hii dawa ikae masaa 12. Ina maana kama utaiweka asubuhi, unaenda zako kazini, unaenda zako kufanya mashughuliko yako, unaenda kufanya mambo yako, unaiacha katika ile ndoo. Sasa baada ya kuiacha katika ile ndoo masaa 12, jioni ukirudi, ama kama utakuwa umeiweka usiku, asubuhi yake sasa unachuja vizuri yale maji. Unachuja vizuri yale makapi yote, unakuwa unayatoa, yanabakia yale maji. Sasa yale maji yalobakia si yatakuwa ni robo ndoo, unaongeza sasa na maji mengine ndani yake katika yale maji. Ndugu yangu, hii ni moja katika dawa kubwa sana za kutibu haya matatizo. Vipi unafanya? Haya maji unatakiwa uende ukayaoge.
Na pahala unaweza kuogea chooni, hakuna tatizo. Unaweza kuogea nje, hakuna tatizo. Unaweza kuogea sehemu yoyote ile, hii haina tatizo, unaweza kuyakoga. Na zoezi hili linatakiwa lifanywe kwa muda wa siku 7 mfululizo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hii unatengeneza kila siku 7 unatengeneza. Yani kila siku mpaka kwa muda wa siku 7. Mimi sina shaka nuksi, mikosi, mabalaa, hasadi, vijicho vinakwenda kuisha kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni njia ambazo nimezifanyia tajriba na na hakika kwa idhini ya Allah, Mungu akikubali, kwa sababu ndiye tabibu mkuu, unakwenda kupona maradhi yanayokusumbua muda mrefu kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yale maji kuoga kwake unafuatisha zile sunna za kuoga. Kwanza kabisa utaanza kumwagia upande wa bega lako la kulia. Baada ya hapo utakuja kumwagia upande wa bega lako la kushoto. Baada ya hapo utakuja kumwagiwa kichwani. Sasa hii matibabu unaweza ukayaona ya kawaida, lakini yana maajabu makubwa. Hata kama itakuwa sihiri yako umefungiwa na sheitani na jini, basi la shaka fihi sheitani atakimbia, kwa sababu hawezi kuvumilia wewe kukoga maji ya hii kwa muda wa siku 7. Ni ngumu sana. Ni ngumu, hawezi kuvumilia. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye mambo yako yameharibika, mambo yako yamekwenda mrama, mambo yako yamekwenda kombo, jaribu kusimama na hii njia, alafu utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu katika kukutendea miujiza yake ya ajabu katika kukuponya maradhi ya mwili uliokuwa nayo. Mimi sina shaka kabisa mwisho wa nuksi zinazokusumbua, mikosi inayokusumbua, mabalaa, vifungo vya uchawi na vifungo vya mambo mengine, ikawa mambo yako hayaendi, yanakwama, yanaharibika, solution hili nilokupa. Na Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie, ikiwa utatenda haya, basi ukawe ni mwenye kufanikiwa kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na imani utakuwa umenielewa vizuri na haujabakia na maswali. Ila pia kama utakuwa na swali lolote lile ama hujaelewa popote pale, unaweza ukanitafuta kwa nambari zangu za simu. Unaweza kunitafuta kwa 0787552211 ama 0755577022. Ni mimi ndugu yako Sheikh Omar Al-Basri, napatikana Dar es Salaam, Tandika Azimio, karibu kabisa na msikiti wa Mnyimaki. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamu alaykum wa afwa minkum.